Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wapendwa wangu. Tunamshukuru Mungu kwa nafasi nyingine tena umetupatia siku ya leo. Na nashukuru Mungu sana kwa ajili ya wamama na mabinti ambao waliomba masomo haya yatolewe kwa kadri ya kile kichache ambacho mimi naelewa kwenye hili topic ambayo imeombwa tutoe somo. Tunamwomba Bwana Yesu akawe pamoja nasi mwanzo hata tamati. Nitaanza na andiko la leo ambalo litatumika kwenye hili somo. Tutaanza na andiko la Kumbukumbu la Torati 8 mstari ni wa 18. Nitasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kumbukumbu la Torati 8:18 inayosema hivi kwamba bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili ulifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Wamama na mabinti wamefanya jambo jema kuomba yule anayeweza kufundisha na kuniomba mimi kile kichache ninachokielewa kwenye hii topic nifundishe suala la kutunza pesa na kupanga bajeti kwa wamama. Na nikachukua muda kidogo, nimechukua siku kadhaa kidogo nikimuuliza Bwana, kwa maana kila mtu ameshasikia neno la kupanga bajeti. Kila mtu amesikia neno la kuwekeza, neno la kutunza pesa. Hata kila mtu ameshasikia andiko la kuacha urithi kwa ajili ya wanawe au wana wa wanawe wajukuu. Nikawa najaribu kutafakari ili Bwana nihurumie, anisaidie kunijibia swali kwamba watu wengi waliookoka na ambao hawajaokoka wanajua hizi kanuni zote, tunazijua zote. Mimi mwenyewe ninayefundisha haina maana ndio nimevuka 100%, hapana. Bado ninapambana na mimi na vita vyangu katika ile eneo kulingana na mapito ya kwangu mwenyewe ya maisha. Kila mtu ana mapito. Kila mtu ana kiini, mzizi, madhabahu ya chanzo, yani chanzo cha uchumi kuwa ni wa kuhangaika. Uchumi kuwa ni wa kuyumba. Uchumi kuwa ni wa vita zisizoisha. Kila mtu ana chanzo chake. Chanzo kinaanzia kwanza sisi wenyewe, makosa yetu wenyewe, uzembe wetu wenyewe, dhambi zetu wenyewe, kujichanganya wenyewe kwenye maisha yetu. Kama ulishaenda kukanyaga madhabahu za wachawi, za waganga kienyeji, ulienda kanisa la nabii wa uongo, kama ulienda kufuata kwenye imani, dini ambayo sio ya Kristo, sio ya kibibilia iliyonyooka, lazima utakuta uchumi utaathirika. Kwa maana shetani au maroho ya mahali pale yanakuwa yanataka kumiliki uchumi wako wewe. Waganga wana tabia gani? Anakuletea shida, anakuongezea mapepo ili uzidi kuwa mteja wake, urudi kwake. Anakuchomoa tu pesa, anafanya anachotaka. Kingine chanzo, usidharau familia uliotoka, ukoo uliotoka. Je, kuna mtu ametulia katika ana nidhamu kwenye swala la pesa? Unakuta mwingine ana pesa zinaingia, lakini changamoto pesa hazikai. Mwingine unakuta anapata pesa, matumizi yake yatakuwa tu hayaeleweki, au pesa zinapotea ndani ya nyumba bila kuelewa. Mshahara unaisha, hakumbuki ametumia nini. Mwingine anakuwa anapata pesa kama ni mshahara au biashara, anapata kile roho inamhangaisha, lazima atafute jinsi ya kutumia zile pesa. Tumie tu kwa sababu matumizi ya ovyo. Mwingine akishika pesa unaona magonjwa, dharura, kukopeshwa pesa na watu na watu wamrudishi pesa yake. Ni kuangalia dalili, yani ni kama dalili za ugonjwa, dalili za tatizo hasa ni nini. Na kila mmoja inasaidia ukimuomba Roho Mtakatifu akuoneshe unaombaje
Ni madhabahu ya kwenu inakutesa? Madhabahu za kwetu zinakuwa zinakutesa? Kama ukiona kwenu kuna walioenda kwa waganga kienyeji, kuna ambao sio Wakristo wajaokoka, ina maana maisha yao hujui. Una mababu mabibi wahenga waliotangulia mbele ya haki, wengine wako hai, wanaishije kwenye swala la, wanamheshimuje Yesu Kristo kwenye swala la uchumi na swala la pesa? Ili ujue kuna sehemu, mwanangu mmoja hapo juzi alikuwa ananiambia, ujue wapendwa wanadamu, kunatakiwa tukiomba tuombe kwa bidii na imani yote, kama vile tunavyoelewa kwamba yote anamtegemea Yesu Kristo. Lakini tukimaliza kuomba tutambue kuna eneo ambayo sisi wanadamu tunawajibika. Ndio maana kwenye swala hili la uchumi na kutunza pesa nimemuuliza sana Roho wa Mungu. Sawa, kabla sijaingia kufundisha kubudget kukaaje, ni kwa nini wengi wameshasikia ili eneo lakini inakuwa ni ngumu? Kwa hiyo chanzo kimoja nimekitaja hapo, ni mwenyewe mtu alivyokuwa na mafahamu, hekima ya pesa, anavyoelewa kumudu pesa. Anaelewaje mtu? Ni kweli mtu hajui, hajafundishwa? Pili, ni madhabahu alizojichanganya nazo huyo mtu kwenye maisha yake. Tatu, familia yake ilijichanganya na mambo gani kiu yakaharibu uchumi, mambo ya giza, mambo ya kukosa hayo maarifa. Aidha kwa sio kwa madhabahu, yani kwenda madhabahu. Kuna mtu kwenye familia alienda madhabahu zisizofaa, akasababisha uharibifu kwa familia nzima. Ndio maana unaona Agano la Kale, kakosea mtu mmoja, wanaangamiza familia nzima. Kuna athara. Ukiona kwenye familia yenu kuna watu ambao hawana hofu ya Mungu, omba toba kwa niaba ya familia yote tu. Omba Roho Mungu akuonesha, kufundisha. Utaombeaje familia? Utaombeaje huyo mtu kama unamjua? Saa nyingine hatujui mtu. Ndio maana wewe watu wanafanikiwa kwa njia mbalimbali. Wengine wanafanikiwa kwa njia zilizonyooka, anafanya kazi kwa bidii, anafanya biashara, anakuwa na nidhamu. Wengine mpaka unakuta wanawaita huyu bahili, anamudu pesa yake kwa bidii sana ili ikue. Mwingine ana bidii, ana ujasiri, anawekeza, haogopi kuwekeza, anafanikiwa. Lakini mwingine anapata pesa kwa njia ambazo ni za giza. Sasa unakuta kwenye familia anafungua mlango wa mapepo kuangalia, kutafuta. Na ukikuta wewe ndio mlokole kwenye ile familia, wewe ni nani? Ni adui. Adui anataka frustrate wewe, ujione kwamba mbona ambao hawajaokoka hawana vita kama mimi, au nirudi nitoke kwa Yesu tu. Unajua wengine wokovu wao sio makini kivile. Sio hawajamshika Yesu kwa makini kivile. Wengine wamekuja kwa Yesu kupata. Kuna watu wamekuja kwa Yesu kupata majibu ya haraka. Unakuta watu hawana uvumilivu. Haleluya. Biblia inatuambia kwenye Kumbukumbu la Torati 8:18, ni Mungu wetu anayetufundisha kupata faida. Sasa niongee na mabinti kwanza zetu ambao wameolewa sio muda mrefu au wanategemea kufunga ndoa sio muda mrefu. Elewa vizuri, nikushauri vizuri mpendwa wangu, binti yetu, elewa vizuri somo la madhabahu. Uelewe vizuri madhabahu uliyotoka, kiroho, kimwili, kiuchumi, kimaarifa na elimu, na kwa kila njia na kiroho. Tani nimeanza kusema kiroho. Ifahamu vizuri madhabahu uliyotoka wewe. Nachukua muda wa maombi ya kumaanisha, sio ya mara moja, mara kwa mara, ukivunja madhabahu ya kwenu na kujiungamanisha na madhabahu ya Yesu Kristo sawasawa. Ombea ufahamu wako, ombea nafsi yako, ombea roho yako, ombea uchumi wako, ombea mwili wako. Mwili kwa sababu kuna magonjwa yatakufuatilia, yana mlango fulani ulikozaliwa kwenye familia. Magonjwa mengine tusisingizie tu kila kitu kiroho, tutafundishana mambo mengine ya afya. Kuna chanjo nyingine ya afya inatayarishwa, mengine tu ni sisi kukosa maarifa magonjwa. Lakini turudi kwenye hili somo. Elewa vizuri binti, madhabahu uliotoka. Kwenu mmevuka kiuchumi, na waliovuka kiuchumi wamevuka kwa njia gani?
Halafu tafuta kuomba Mungu sana akuunganishe na mtu ambaye ameokoka sawasawa, ambao mtatafuta masuluhisho kwa njia za Kristo. Kwa maana bila hivyo utakuja kuolewa na mume ambaye hana uvumilivu wa kusikia hekima ya Kristo, kutafuta hekima ya Bwana, kuingia magoti, maombi ya kufunga, kukuwa na nidhamu na ushirikiano na wewe, kuwa muwazi kwenye swala la uchumi, ili nyinyi mkaweze familia yenu mkavuke salama. Hapo inaniletea kwenye andiko tulilopewa lingine la leo, linatoka kitabu cha Mithali. Mithali 13 mstari ni wa 22, inasema hivi. Mithali 13:22, tasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Anasema, mtu mwema huwaachia wana wa wanawe urithi, na mali ya mkosaji huwa akiba ya mwenye haki. Mwanzo wa huu mstari wa Mithali 13:22. Omba Mungu upate mume ambaye mtakuwa mnashauriana hata wakati wa uchumba. Hebu tafakarini hili andiko. Tafakarini hili andiko. Hapa tunaona kumbe mtu mwema anayewaachia wana wa wanawe. Wana wa wanawe ni wajukuu. Anayeachia mpaka wajukuu urithi anahesabika kuwa ni mtu mwema. Hili eneo wamedharau watu wengi sana, hasa sisi wa Afrika. Kuacha urithi ni majaliwa. Sijakwambia kwamba ni rahisi, lakini inawezekana hata kwa kipato kidogo. Huwa ninatoa shuhuda kwa wapendwa wetu tunaowafundisha. Sitasahau kijana mmoja ambaye kuna undugu sio undugu, kuna urafiki wa karibu sana na baba yetu mzazi marehemu, yaani aliyemsimamia harusi baba yetu mzazi, kijana wake. Sasa kuna wakati na mimi na mchungaji tulikuwa tunahitaji kwenda vijijini. Alikuwa anataka kwenda kupaona kwetu wazazi wangu walikotoka. Kwa hiyo yule kijana alikuwa na biashara ya gari za kukodisha. Kwa hiyo akatusaidia usafiri, na vile anajua njia kwenda kule vijijini kwa wazee. Manake mimi kuna ndugu zangu wako upande wa Tanzania, na upande kabila letu unajua waliokuja kukata mipaka ya nchi waligawa kabila katikati. Kwa hiyo nina ndugu wako upande wa Tanzania na nina ndugu wako upande wa Kenya. Kwa hiyo akatusaidia usafiri. Kule njiani alitushirikisha mambo ambayo alitushirikisha kwa maneno na kutuonesha. Yule kijana ameishia sijui sekondari au high school. Hakusoma sana. Hana degree kwa kifupi. Lakini alikuwa na watoto 2 wa kiume na mke wake, mke mmoja. Na sikusikiaga kwamba ana skendo za kuzaazaa pembeni. Yule kijana alitupitisha maeneo, alikuwa na nyumba yake, amejenga yake. Ukumbuka anaishi Dar es Salaam. Ana nyumba Dar es Salaam pia. Nyumba yake ya mtoto wa kwanza, mtoto wa pili na mke wake. Kajenga kijijini. Nyumba za uhakika zina maduka mbele. Na kule Dar es Salaam ninajua pia alikuwa na nyumba. Kama sikosei kwa mfumo huo. Nilijifunza kitu. Huyu ni kijana ambaye alikuwa sio mzee sana hata. Kijana ambaye alikuwa ana hiyo neema, hekima. Nikasema huyu kijana, na wakati huo alikuwa hajaokoka. Alikuwa ni hizi dini za kawaida za Kikristo, na tunamshukuru Mungu sana. Huyu mchungaji Elder Sims ana neema tofauti ya jinsi ya kumshuhudia. Yaani yeye roho yake ni kuleta watu kwa Kristo. Nilisikiliza mazungumzo. Tulianza safari kutoka Mwanza mjini, tunaelekea Tarime vijijini Mgumu, alafu tuvuke mpaka kwenda upande wa Kenya kule unavuka Sirari, Nyamtiro, kwenda Nyamtiro. Na kuambia mpaka ile safari inaisha, yule kijana alikuwa ameletwa kwenye Injili na kwa Yesu Kristo. Tulivyorudi aliuliza, lini mnahubiri wapi kesho? Kijana yule alikuja kanisani, alikuja mbele wakati wa watu wanaitwa sala ya toba. Mungu alimpa hiyo neema. Tunamshukuru Mungu tu kwa sababu pia alitushirikisha kwa matatizo fulani ya afya.
kwenye figo zake, kama sikuseni figo. Yule kijana baada ya pale, ndugu zangu wa Mwanza walikuwa wanashuhudia, alikuwa injili wakija mtu wa nini, mchungaji wanafanya injili, mikutano ya injili, yeye ndio kualika watu. Na Mungu aliamua kumtoa miezi michache baada ya pale, kwa sababu ya ule ugonjwa wake aliokuwa nao. Mungu aliona asimponye, amtoae tu mapema. Ninakupa ushuhuda wa mtu ambaye hajasoma, lakini alinifundisha, alinichallenge kwamba aliweza kuacha urithi kwa wana wa wanaye. Kwa hiyo sisi wa Kristo, kawaida yetu tuliolelewa, samahani, kifaa changu cha kutengeneza sauti. Kawaida yetu hatujafundishwa roho za uzembe, roho za uvivu, roho za kukataa maarifa, roho za kukosa nidhamu. Tunaruhusu visingizio, tunaruhusu vituzuie kuwa sisi na ushindi katika eneo hili la uchumi. Kwa hiyo hapa nimezungumzia, ukiona uchumi wako unasumbua, tafuta kiini na kubali Roho wa Mungu akuonye, akusemeshe. Je, wewe una uzembe? Una uvivu? Watu wengi wanajua kuweka budget ya maandishi, lakini wengi wanadharau hilo neno, kuweka akiba ya maandishi. Hata mimi huwa inanikuta, mshahara umeingia, niko bize, najua kichwani, watu wanasema bajeti yangu iko kichwani. Anajua tarehe fulani nitalipa bili fulani, tarehe fulani nitalipa deni fulani, tarehe fulani ni nyumba, ninaenda kuweka mafuta ya gari kama una usafiri, hii ni nauli, hii ni bando ya simu, hii sijui ni nini. Anaweka, anaridhika, anamaliza. Unaona? Ni kitu ambacho mimi binafsi huwa napambana nacho sana. Tutaenda kufundishana nini cha kufanya ukipata kipato. Lakini hapa tunafundishana usidharau, nimeongea na mabinti, usidharau madhabahu ya kwenu ulikotoka. Ukidharau kaacha kuishughulikia, utaenda kutesa familia yako wewe. Na bahati yako, niseme ni bahati yako mbaya kama utasikiliza hili somo alafu udharau. Itakuwa bahati yako mbaya. Kwa sababu gani? Utajibu mbele za Mungu. Yaani kuna watu wanasikilizaga tu haya, wanachukulia tu chepesi, anaweka pembeni, anaenda na mambo yake mengine. Sikiliza na ufuatilie, kuwa na mzigo, kuwa na uchungu. Kwa nini familia yako ije iteseke kwa sababu wewe ulizembea kufuatilia ili eneo vizuri na kuwa na nidhamu? Kataa roho za kutapanya. Inawezekana una roho ya kutapanya. Ukipokea pesa lazima utapanye ishe yote, usiweke akiba. Pambana nayo hiyo roho kimaombi, kwa nidhamu, kuwa makini, kuwa mjanja. Sio kuna mambo mengi yanachukua pesa. Sio wagonjwa haya, mgonjwa katoka kwenye familia, inatakiwa uchange. Unachanga kiasi gani? Kuna wagonjwa wa kuchangia, kuna wagonjwa sio wajibu wako kuchangia, unatakiwa waombe. Uwezi useme utibu wagonjwa wote kwenye familia. Uzike wote wanaokufa kwenye familia. Kuna familia zingine zina mapito. Unachangia kiasi gani? Usichangie ukajimaliza. Wewe ndio wa kuombwa pesa na kukopwa pesa. Mradi tu na wabaya wakishao, kuna wengine wakiona umepata tu pesa, wanakuja kukuomba. Yaani ni kama roho inawatuma. Tena mwingine anakuomba na kukopa kiasi kile. Wewe umekuwa benki? Umekuwa benki? Sio watu wote wa kukopa. Wengine ukiwapa pesa yako unajaribu kwenye uchumi. Wengine wako chini ya ghadhabu ya Mungu. Unawapa pesa yako, mnashiriki mapigo yale yanayopigwa, mnashiriki. Wewe sio benki. Sipende kukopa watu pesa. Unawafanya wanakuwa tegemezi. Hata kama ni mtoto wako, msaidie mtoto wako, ndio, lakini kuwa makini. Unamsaidia huku unamfundisha na kumwombea. Lakini hawa wengine, eti kanisani mtu kanikopa pesa, eti sijui jirani kanikopa pesa, mtu kazi. Wewe ni benki? Kataa kuomba pesa. Kuna wengine, nitaingia sasa kwa wamama na mabinti kwa pamoja na vijana. Mnaishi nchi za nje. Nyinyi kwenu watu wanajua ratiba ya kupewa mshahara. Ikifika tu payday. Shida ndio hizo watu wanaleta. Wewe ndio unasomesha watu, wandugu. Wewe ndio unalisha watu, nyumba za watu na watu wazima na nyumba zao, wewe ndio unawalisha. Wewe ndio unawalipia matibabu, wewe ndio unalipia mashule. Kama Mungu akakusemesha usomeshe watu fulani,
watoto wao, wewe wasomeshe tu, lakini hakikisha Mungu akusemeshe. Ukitaka kujua huko kwenye mstari sahihi na Mungu, unatoa misaada pale ambapo wewe unafanikiwa. Ukiona unatoa misaada unazidi kuharibikiwa, rudi tena kamuombe Mungu akuelekeze. Kuna watu wamenyoosha miguu, hawafanyi kazi, hawajitesi, hawajisumbui, anajua atakinga mkono, atampigia simu huyu aombe pesa na huyu aombe pesa na huyu aombe pesa. Kuna ndugu zetu wako na hiyo shida, wapo. Sasa fikia mahali kataa. Ninazungumzia leo vyanzo vya kuhangaika kwenye swala la uchumi. Chanzo. Muombe Mungu akuoneshe chanzo ni nini. Wewe binti au kijana unayesubiri utatengeneza ndoa, chanzo ni nini? Alafu tutaenda kufundishana zaidi hapo. Wewe ni mwanamama, umeshaingia kwenye ndoa, tambua madhabahu ya familia yenu, tambua madhabahu yako wewe mwenyewe. Kama ulishawahi kutoa pesa kwa nabii wa uongo, ulishawahi kutoa pesa madhabahu ambayo Yesu Kristo haitambui, ulishawahi kutoa pesa kwa mganga, je, umeshaingia maombi ya kutubia yote hayo? Maombi ya kutosha. Utajuaje maombi yako yanafanya kazi? Utaona dalili zinabadilika kwenye uchumi wako. Omba toba. Ukimaliza omba hekima. Roho Mtakatifu akuoneshe. Mwanamke, usiingie dhambi na hukumu siku ya mwisho, kudhembea ili eneo, familia yako ikapitia mateso kwa sababu wewe ulikataa maarifa ya Bwana. Sisemi ninachoongea hapa ni maarifa ya Bwana. Bwana kupitia Roho Mtakatifu anajua wewe uwekeje uchumi wako. Hayo ndio ninachozungumza. Yaani ulikataa kufundishwa na Roho wa Bwana jinsi ya kuweka uchumi wako, watoto wako wasiteseke. Jinsi ya kuweka uchumi wako uje uache urithi mwema kwa wana wa watoto wako. Wana wa wanao wa watoto wako ni maana ni wajukuu. Omba Mungu akupe hiyo neema. Ninazungumzia kwanza sisi wenyewe wa mama, tujitathmini wenyewe, tujitawale wenyewe, tupambane na hali zetu sisi wenyewe. Ukimaliza hapo, ndio sasa uende kuombea mume wako. Nitazungumzia waume zetu. Waume zetu wengi wa Afrika, wengi hawataki kushauriwa, wanakwazika. Kama wewe una binti, narudi kwa binti mnaochumbiwa, anza sasa hivi kuongea na mtarajiwa wako. Anza sema, mwenzangu wewe, tuombee maombi ya kuweka uchumi wetu vizuri. Unajua familia zetu, unaona sisi ambavyo utaona tu nyinyi kwenu, kwako na kwa mwenzio, uchumi haujakaa vizuri kivile. Haleluya. Sasa wewe unafanyaje? Tafuta mwenzako, muanze kuweka uchumi vizuri. Haya masomo mshirikishe mume wako. Wale ambao mmeolewa na waume zenu ni vijana, bado ni wakati ule ambao kijana, hasa wa vijana waliookoka, wako wazi kusikia ushauri. Fuatilieni haya masomo na msikukate tamaa, pambaneni. Kwa sababu uchumi, familia zenu hazina historia ya kuvuka. Mtaanza mradi wa kwanza, mtaona una yumba, una challenge, mwenda wa pili, hivyo shikilia. Mtu huwa tunafundisha vijana wetu na mabinti, usitegemee mradi mmoja. Hata mimi hapa nimeajiriwa na tayarisha ustaafu, sitegemei chanzo cha kipato kimoja. Hapana. Napambana bado, napambana na hali yangu mimi binafsi. Nimeolewa na mchungaji, ninajua madhabahu ya kwao, ninaielewa kwa kiasi kile ambacho Mungu amenipa neema. Ninajua ninaombaje, ninajua ninashirikiana naye vipi na tunashauriana vipi. Kwa hiyo mwanamama uliyoolewa, huku unapambana na madhabahu ya kwako, ombea ya mume wako. Ninasema ombea kwa sababu mume zetu wengi ambao umeshaolewa muda kitambo, wanakuaga sio wazi kushauriwa. Omba sana ili siku ukitoa ushauri asikie angalau kwa kiasi. Ushauri jinsi ya kumudu pesa. Ushauri mwenzako, mume wako anatuma pesa kweli kwao sana mpaka hakuna akiba inawekwa. Omba. Nyingine tutachukua, usimkasirikie. Anaendelea na madhabahu yake ya asili. Omba imwachie. Kuweka urithi, kuacha urithi, Waafrika wanaume hawapendi kuacha makaratasi ya urithi. Wanasema wanajichulia. Hajui kwamba mateso anayopitia na mke wake tumeshaona kwenye huduma hii na kwenye maisha haya. Siku huyo baba akifariki, afadhali labda mama atangulie kuchukuliwa, ambayo atakuja mke mwingine kama huyo baba hana neema vizuri kufutulia. Lakini siku akiondoka mume, mama anaambiwa, wengi tumeona wanaambiwa, chagua ubaki na watoto au ubaki na mali. Mashemeji hao
hutaamini, shemeji zako ndio watakuja kukusumbua. Watasumbua mke wako, watatoa watoto na mke wako kwenye nyumba, watawatoa. Hata kama bado una uvivu wa kuandika maandishi, anza kuzungumza na ndugu zako. Watu wao wanaheshimu matamko ya marehemu, kwa sababu wapo ambao wanatambua kuna laana kukiuka matamko ya marehemu. Nitakushirikisha ili ushuhuda huu ambao nilishautoa kitambo, nadhani mara kadhaa. Kuna binti mmoja tulisoma naye sekondari. Katika huu ukubwa wetu huu tulikutana naye, tumeenda nyumbani Tanzania, tulikutana naye yeye na familia yake mahali fulani, tulikuwa tumealikwa kwa rafiki yetu mmoja. Nikaona yule binti ana mtoto wa kiume. Wakati huo mtoto yule wa kiume alikuwa na umri mkubwa tu, karibu umri kushinda miaka 15 hivi. Yaani binti kijana yule ana tatizo la kiafya. Kwanza ni mwembamba sana, pili haongei, tatu anabebwa kila mahali. Yaani mume wake yule binti alikuwa anambeba yule kijana. Yule kijana tunaambiwa mpaka anabadilishwa hizi pampers. Ana ulemavu. Nikaja nikaambiwa huyu inawezekana ni mama yake mzazi. Ni mama yake mzazi ana mdogo wake. Yaani ina maana mama yao mkubwa ya huyo binti alinunuaga shamba. Akanunua shamba, jina akawa limeandikwa huyu dada yao. Nadhani sijui alikuwaga wapi. Unajua tena saa nyingine mtu ukiwa nje ya nchi unamwambia ndugu yako nishikie eneo, andika tu jina lako hivi na hivi na hivi. Lakini jina lilikuwa ni la nani? La mama yake na huyu binti mwenye mtoto mlemavu. Ilivyokuwa yule marehemu yule dada mtu aliyeomba shamba linunuliwe jina liandikwe huyu mama yake ya huyu binti, alifariki. Alivyofariki, watu si unajua wazazi wenye hekima wanaongea na watoto wao. Watoto wa yule marehemu wakaja kwa mama yao mdogo, mama yao mkubwa huyu ambaye ni mama yake na huyu binti. Jamani, mama yetu aliswambia kuna ardhi, kuna shamba au ni ardhi. Unalo, tunaomba utupatie. Huyo mama alifanyaje? Alikataa, katakata, aliruka. Tena kwa kejeli, maneno sio mazuri. Wale wakaendelea kuomba, wanakataliwa. Wakasema ngoja basi tujaribu kwenda mahakamani tupate haki yetu. Walivyoenda mahakamani, huyu mama ana uwezo, anajulikana, alishinda kesi, akabaki na shamba. Sasa inasemekana ile laana ndio ilisababisha hiyo. Tujue undani kama ni kweli au sio kweli. Ila ushuhuda wa huyu mama unanikumbusha hiyo, kwamba wababa, vijana ambao mmeoa, penda kuandika maandishi. Acheni tabia ya ujinga, ya uzembe. Nitasema hivyo si wasiwatukani, nasema ni ujinga, kwa sababu unakuja kutesa. Yaani mnatoka jasho na mke wako miaka, mnateseka. Siku ya siku unaacha mke wako, na kuambia sijui kama kuna mbingu utakanyaga. Hasa baada ya kusikia hili neno leo, udharau hili neno, kuacha maandishi, sijui kama kuna mbingu utakanyaga. Kwa sababu umeachia. Mimi sio Mungu, unaweza ukaingia mbinguni, lakini ninavyohisi mimi kwa uelewa wangu mchache, umeacha familia yako inadhulumiwa, inateseka, inaanza moja. Wewe, watoto wako na mke wako wanahangaika, jasho la mke wako mmehangaika naye, mmejinyima. Mke wako amevaa mitumba, mke wako na watoto wako mmehangaika, mmetoka jasho, unashindwa siku ya mwisho kuachia kitu ambacho ni haki yenu, kwa sababu ya uzembe, kwa sababu ya dharau. Utajibu mbele za Mungu. Nawaambia vijana, na nazungumza na wamama wenzangu. Mimi sijaitwa kuonya wababa, sitawaonya wababa, ila waambia mume wako, mshirikishe hii shuhuda niliyokushirikisha. Mshirikishe hili somo. Yamkini kuna mwingine atapata neema, atasikiliza, atabadilika. Mwingine anawaamini ndugu zake hawawezi kufanya hivi, hawawezi hapa. Wewe unawaamini ndugu zako kiasi hicho? Tumeona maajabu sisi. Tumeona maajabu. Kifo kinatokea, wanaoinuka kusimamia. Marehemu aliacha matamshi gani? Ndugu zake, kaka zake na mawifi
wanainuka, wanamwambia mama mtu, baki na mali utupatie watoto, tuwagawanishe watoto tukae nao, au baki na watoto tuchukue mali. Mbona Tanzania mama atasemaje? Mama nitabaki na wanangu. Tumeshaona hiyo sana. Tena hiyo nimeiona toka nikiwa binti tu, bado sijaingia hata kwenye huduma. Sijamtumikia Yesu Kristo. Hata wakati sijaokoka, nimeona hayo mambo kabisa. Na yanaendelea kutokea mpaka leo. Umeona? Kwa hiyo elewa madhabahu uliyotoka, ombea mume wako, ombea mume wako mtarajiwa. Eleweni hekima ya kuacha maandishi. Na kuacha maandishi ni kitu simple, hakina gharama kabisa. Unaacha maandishi, mali niliyo nayo wewe, kijana kijana au baba wa watu, acha maandishi ili mbele za Mungu hiyo kesi isikukute. Unajua kila mtu tajibu mambo mbele ya Mungu, mambo kadhaa. Kila mtu tajibu mambo kadhaa mbele za Mungu. Ndio maana una masomo kama haya, unaomba Mungu anakupa mzigo. Mungu nisaidie somo nilitoa ninavyotaka. Likifika unalitoa. Vijana, acheni maandishi. Hata mabinti, wamama, acheni maandishi. Wamama tuna vitu vyetu sisi. Tuna vitu vyetu. Kuna nguo. Wamama ambao hamna waume, acheni maandishi. Tena nyie ndio muache maandishi hasa. Acha maandishi, maelekezo. Usitegemee tu nimewambia ndugu zangu wanajua. Unajua mimi nikiwa kinitokea hiki, watoto wangu ninaomba walelewe na fulani. Watoto wangu naomba muwarudishe sijui kwenye familia ya baba zao. Watoto wangu ninaomba hivi. Weka akiba, tutafundishana. Hata kama wewe ni mama, bahati mbaya mume wako hayupo, au wewe ni binti, bahati mbaya sasa hivi hauna ndoa, una watoto. Weka mambo yako vizuri. Hili somo litatusaidia sisi wote, watu wa Mungu, tusikose maarifa, tusiangamie kwa kukosa maarifa, tusiteseke na kuishi maisha ya kuonesha shuhuda, watu waseme mimi walokole sitaki ulokole wao. Kama ndio wanaishi hivi, sijali, sitaki ulokole wao. Wanateseka hivi kwa nini? Haleluya. Kwa hiyo mpendwa wangu, Roho wa Mungu ananishuhudia kipande hiki cha somo niishi hapa. Fuatilia, usizembee, usicheleweshwe, usizubaishwe, usiseme kesho. Hapana. Anza maandishi. Acha ujumbe basi wa sauti mahali. Lakini sisi kwa mfano, jifunze sheria ya nchi uliopo. Sisi tunajua na mzee hapa sheria ya nchi hii kwa jimbo tulilopo. Kuna mitandao ya mahakama imesema kabisa ujumbe wa video au sauti hauna mshiko kisheria. Na process, wapendwa wangu, kwa mfano jimbo tulilopo, process ya kuacha maandishi ya urithi kwenda kuandikisha mahakamani ni $5 tu. $5 tu za Kimarekani. Sio gharama. Haleluya. Mitandao ipo kwenye nchi za nje. Kama uko nchi za Ulaya, kuna mitandao unaenda unalipia, unajaza rekodi zako za urithi, kila kitu kiachiwe na nani, una print, unaweka copy kotini, mahakama. Kuna njia mbalimbali za kuacha urithi. Kwa wenye nchi za nje kuna njia mbalimbali za uhakika kabisa, usiache watoto wako wanateseka. Tutafundishana, ili somo ni pana, itatusaidia ili tusije tukahukumiwa kwa ili andiko. Kama wewe uko unafanya kazi, umeajiriwa, wewe kataa kuwa mtumwa wa uchumi wa hiyo nchi. Nisiongee kwenye somo lingine, ili somo litakalofuata. Kwa hiyo Bwana Yesu atusaidie, tupe neema na rehema, tutaweza kufika mahali pazuri kwenye hii somo. Asanteni wamama na mabinti mlioomba hili somo lifundishwe kwa kadri ya uchache ambao tunauelewa. Mbarikiwe sana na Bwana Yesu awabariki. Tutakutana kwenye somo linalofuata. Amen.